Faida ya kwanza kubwa ya ikhlas, annahu yaqlibu al-mubah ila ta'a, ya kwamba ikhlas inabadilisha kitu au jambo ambalo ni la kawaida linakuwa ni taa. Hiyo faida ya kwanza kubwa ya ikhlas. Faida ya kwanza kubwa ya ikhlas katika maisha yetu tunajifunza leo. Kuna mambo ambayo Muislamu akiyafanya katika fiqhi, mambo hayo yanaitwa ni mubah. Kwa mfano, kulala ni mubah. Kula chakula ni mubah. Kunywa maji ni mubah. Kufanya mazoezi ni mubah, na mengineo mengi ni mubah. Sasa haya mambo ambayo nimeyataja na hii mifano ambayo nimetaja, kupitia kwa ikhlas, yani ukiwa na nia ambayo ni ya kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, basi hata yale mambo ya kawaida pia yanageuka yanakuwa ni ibada. Yani inakuwa ule wakati ambao unakula kile chakula chako kinageuka kinakuwa ni ibada. Unafanya mazoezi, yale mazoezi unaweza ukayageuza kwa nia ikawa ni ibada. Kulala unaweza kugeuza ikawa ni kulala kutoka kwenye kulala kwa kawaida, ikageuka ile kulala ikawa ni ibada. Sasa kuna Muislamu ambaye analala usingizi wa kawaida, kisha kuna Muislamu mwingine analala lakini ule usingizi wake anaandikiwa thawabu kwamba amelala. Tofauti ya yule aliyelala usingizi wa kawaida na yule aliyelala usingizi wa ibada ni ikhlas ya nia. Hiyo ndio faida ya kwanza ya ikhlas. Tupige mifano miwili katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alayhi salatu wasalam atuambia katika hadithi, amwambia sahaba wake, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumzia chakula. Anamwambia Muislamu, wakati unapolisha chakula, sisi sasa hivi tunakwenda mbio katika maisha, asubuhi hadi jioni tunafanya kazi. Huyu anatoka asubuhi anaelekea kwenye kazi, shughuli zake za kuchinja wanyama. Huyu anakwenda kufanya kazi za mifugo, huyu anakwenda kufanya kazi zake za agriculture, huyu anafanya kazi zake za kampuni, kazi yake ya kadha. Hizi ni shughuli za Muislamu anashughulika nazo katika maisha ili apate riziki. Sasa ile riziki unapokuja nayo nyumbani, kumlisha mke wako na unamlisha watoto wako na wewe mwenyewe unakula. Sasa Muislamu wa kawaida ambaye bado hajazingatia siri ya ikhlas na faida ya ikhlas, analeta kile chakula nyumbani, inakuwa ni kama jambo la kawaida, mama anakula na watoto wake. Lakini Muislamu ambaye anazingatia faida ya ikhlas, anapitisha nia. Maana ikhlas ni nia, inapita katika moyo ya kwamba mimi nimeleta hii riziki nyumbani, riziki ya halali, riziki safi, sio mambo ya haramu. Sijadhulumu mtu, sijaibia mtu, sijadanganya mtu, sijamwambia mtu mambo ya urongo nikachukua pesa, wala sijachukua pesa hii kwa njia za ulaghai. Ni mali safi, hata kama ni kidogo. Umeleta nyumbani shilingi 200 au 500 ya halali, ni bora, ina baraka, ina kheri kubwa kushinda kuleta shilingi 3,000 ya haramu. Sasa yule ambaye ameleta riziki ya halali, anasema katika roho yake,
mimi nimeleta hii riziki kwa sababu nataka kupata thawabu, nataka kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana nalisha mke wangu, nalisha watoto wangu riziki halali. Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam anasema kwa nia hiyo ujirta alaiha, unaandikiwa thawabu ya hiyo riziki ambayo umeileta nyumbani. Hata ma taj'alu fi imra'atik, hata ile riziki ambayo unaiweka katika mdomo wa mke wako, hata kile chakula ambacho unakiweka katika mdomo wa mke wako, Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia thawabu, kwa sababu nia yako ilikuwa ni nzuri, nia yako ilikuwa ni kutaka thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala awe radhi. Kwa sababu kama sio hivyo, ungekwenda kuwatafutia riziki haramu. Mke ajui, mke hawezi kujua kwamba ulikwenda kufanya mambo ya udanganyifu, ulifanya mambo ya dhulma, ulifanya mambo ya uongo, ulifanya mambo ya hapa na pale ambayo hayaruhusiwi katika sheria, ukaleta nyumbani. Mama naona umeleta riziki, umeleta pesa, lakini hajui inatoka wapi. Wewe ndio unajua, na Allah subhanahu wa ta'ala anashuhudia. Ukiweka nia nzuri, Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa thawabu. Hii faida kubwa ya al-ikhlas katika taa, katika jambo la mubah ambalo linageuka linakuwa ni ibada, linakuwa taa.